Emmanuel Goodluck Munuo. Mimi ni mfanyabiashara hapa soko la asubuhi, soko la Nyankumbu. Sasa bei ya viazi imebadilika kwa sababu ufuataji wa bidhaa umekuwa changamoto. Kwanza tunafuata bidhaa mbali, umeona, na uingizaji wa hapo umekuwa changamoto zaidi. Tulikuwa tunafuata mikoa jirani kama Mwanza na Geita, lakini ni Katoro. Bei zilikuwa zimepanda kidogo. Kwa gunia tulikuwa kipindi cha nyuma tulikuwa tunachukua gunia kwa 75,000. Kwa hiyo mpaka ikafika gunia kwa 135,000. Nauza 1,500 na atakayechukua jumla ni 1,300. Na hilo swala wateja wetu hawajalizoea kabisa. Hivyo biashara imekuwa ni ngumu zaidi. Kwa majina naitwa Christoel Petro, ni mfanyabiashara wa soko la asubuhi Nyankumbu. Kwa kweli tatizo la kupanda kwa viazi hatuelewi, lakini tulikuwa tunahisi labda kwa ajili ya hii changamoto iliyojitokeza ya lockdown magari yakazuiliwa kuleta mizigo sokoni, lakini sasa hivi hali iko nzuri, magari yamesharuhusiwa kuleta mizigo sokoni, lakini bado wafanyabiashara wenzetu wanaotuletea mizigo sokoni wamepandisha vitu bei juu. Hatuelewi shida ni nini. Kiazi kilikuwa kinauzwa gunia 65,000. Sasa hivi ni 110,000. Kwa hiyo ni mara 2 double. Kwa hiyo tunashindwa hata kuwauzia wateja wetu viazi. Tulikuwa tunauzia kilo shilingi 800. Sasa hivi inabidi tuwauzie 1,500 hadi 2,000 ili kubageni hela yako itoke na wewe upate kafaida kadogo. Kwa majina naitwa Teres Faraja Yusufu. Mfumuko wa bei ulitokana na kwamba baada ya taharuki iliyotokea wananchi tukawa ndani. Magari hayakumove. Kipindi cha magari ambapo hayajamove, aliyekuwa amebaki na viazi vilivyoingia vilipanda bei kwa sababu ziliingia gari chache sana ambazo hazitoshi. Lakini kwa sasa mabadiliko ni makubwa kwa sababu magari yaliyoingia sasa hivi yameteremsha bei. Bei zimebaki kwa wale watu waliokuwa na viazi vya zamani. Bei imeteremka, lakini tunaona kwamba bei ilikuwa ni 800 ikaja 900 mpaka sasa inauza 1,000. Ndio. Tutakuwa na unafuu kwamba bei imeteremka, maanisha kwamba imerudi kwa 800 au 900? Hapana. Bei imeteremka ila haiwezi kufika 800. Itabaki kwenye 1,000 na 1,200. Lakini hapo baadaye njia zinapoendelea kufunguka, viazi vinaweza vikarudi kwenye ile bei ya zamani. Kwa sasa mnauzaje kwa jumla pamoja na rejareja? Kwa sasa tunauza 1,000 jumla, rejareja 1,200. John Mushi, najishughulisha na biashara ya chakula hapa Geita. Chips ilikuwa ni bei cheap kidogo kwa sababu chips mai ilikuwa 2,500 kwa 2,000 biashara nyingine. Sasa hivi ni shilingi 3,000 baada ya kutokea ile ya Desemba 23 baada ya kutokea tukio lile wakati wa kura. Baada ya hapo ile lockdown, then ndio chips imepanda bei kwa sababu viazi kwa sababu hamna sasa hivi. Fanya biashara unaenda kuchukua Mwanza, sasa wengine wanaenda kufuata mpaka mkoa mwingine ambapo hamna uhitaji mkubwa wa viazi. Mwanzoni bei ilikuwa ni shilingi. Mwanzoni ilikuwa sasa hivi bei shilingi. Sasa hivi gunia 1,500 kutoka shilingi 94,000. Sasa hapa swali, mapokeo ya wateja yakoje? Malalamiko ni mengi na mtu anakula tu kwa sababu hakuna namna. Lakini malalamiko ni mengi sana. Kama vitu vimepanda bei. Kama hivyo hata kuku sio tu chipsi. Yaani kuanzia nyama, kuku vyote, mbuzi haipatikani hivyo. Wewe imekuathiri vipi kwenye biashara yako ya kila siku? Watu wamepungua au ndio? Wateja wamepungua kwa sababu sio wote wenye kipato cha kula kwa hiyo bei. Wateja wamepungua. Kama ulikuwa unauza ndoo 2, utauza 1.5 au 1. Kama ulikuwa unauza gunia, utauza nusu gunia.